Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Katika kipindi cha mwezi Mei hadi Juni 18 kwa maana ya siku ya leo 2026, kupitia misako na operesheni mbalimbali zilizofanyika katika mkoa wa Tanga, jumla ya watuhumiwa 75 wamekamatwa kwa tuhuma za kuhusika na makosa mbalimbali. Kupitia misako na operesheni, Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga limewakamata watu 6, wote wanaume, kwa tuhuma za kuharibu miundombinu ya shirika la umeme TANESCO kwa kuiba vifaa vya ndani ya transformer ikiwemo nyaya za shaba, copper wire, pamoja na vyuma mbalimbali. Watuhumiwa hao wanatuhumiwa kutenda kosa hilo katika kijiji cha Gomba Lam, kata ya Makuyuni, wilaya ya Korogwe, mkoa wa Tanga. Uharibifu huo umesababisha athari katika upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wananchi pamoja na hasara kwa TANESCO. Katika operesheni za kupambana na uvunjaji na wizi, jumla ya watuhumiwa 15 walikamatwa, ambapo watuhumiwa 10 tayari wamefikishwa mahakamani na mashauri yao yanaendelea katika hatua mbalimbali za kisheria. Katika kupambana na dawa za kulevya, operesheni zimefanyika katika wilaya ya Pangani, Korogwe na Mkinga. Jumla ya watuhumiwa 16 walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi kete 122 na misokoto 57, mirungi bunda 967. Aidha, katika operations za kupambana na utengenezaji wa pombe haramu ya gongo, mtuhumiwa mmoja Ibrahim Justin, mkazi wa Mikanjuni, alikamatwa na lita 40 za pombe haramu ya gongo ikiwemo pamoja na mitambo ya kutengenezea pombe hiyo. Vile vile, katika operesheni za kupambana na unyang'anyi wa kutumia silaha na uporaji wa mali za wananchi, jumla ya watuhumiwa 12 walikamatwa katika operesheni hizo. Pikipiki 20 zisizokuwa na namba za usajili zilikamatwa zikihusishwa na matukio ya uhalifu huo, ambapo pikipiki 3 kati ya hizo tayari zimetambuliwa na walalamikaji kuwa ni mali zao zilizoibiwa kutoka kwao. Pia kipindi hicho Jeshi la Polisi lilipokea taarifa ya kuibiwa simu 30, ambazo simu 15 zimefanikiwa kupatikana na zinaendelea kufanyia utambuzi kwa ajili ya kukabidhiwa kwa wamiliki halali. Kwa upande wa kudhibiti ajali za usalama barabarani, madereva na watumiaji wengine wa barabara 25 walikamatwa kwa kukiuka sheria mbalimbali za usalama barabarani, ikiwemo kuendesha vyombo vya moto bila leseni, kutokuwa na bima, mwendo kasi, pamoja na makosa mengine ya usalama barabarani. Wahusika walichukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wa mafanikio wa kesi zilizofikishwa mahakamani, washtakiwa mbalimbali walipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo tofauti. Kananda Hussein Ali alihukumiwa miaka 30 jela kwa kosa la kusafirisha dawa ya kulevya aina ya mirungi, huku pikipiki iliyotumika katika tukio hilo ikitaifishwa. Aidha, Abu Saidi Hamza, miaka 19, mkazi wa Majengo, alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Vile vile, Sebastian Steven Shemandia, miaka 45, mkazi wa kijiji cha Bangai, wilaya ya Lushoto, alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Naye Aidinani Ramadhani maarufu Bakari, miaka 24, mkazi wa Tanganyika, wilaya ya Mweza, alihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linawahakikishia wananchi usalama muda wote na linatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu
ili waweze kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria na kwa wakati.